kuandika madhambi kwa watu aina tatu, sio kwa watu watatu. Maanake kwa watu watatu itakuwa i'tibaru al-adad, lakini watu aina tatu itakuwa i'tibaru nawi. Si unaeleweka? Sasa i'tibaru sio adad, i'tibaru ni madha? An-nawi. Kalamu imesitishwa kuandika dhambi kwa watu aina tatu. Mtu wa kwanza akasema minhum as-sabi, katika hawa ametajwa mtoto mdogo hata yablugha, wal majnunu hata yufika, majnuni mpaka afanyaje? Azindukane, apate utimamu. Wan naimu hata yastayqiwa, mtu kalala, usio kachukua bakora unamchapa akakutukana, sio yeye yuko usingizini, wewe kala kalala, huyo anaota. Si unaeleweka? Na ndio maana uko mbele tutakwenda tutasoma, ikiwa umefunga ukalala mchana ukapata ofa kutoka kwa Ibilisi au kutoka kwa Allah, ukadambulia, ulipoamka ukaona yametokea na mimi nimefunga, unaambiwa ule usingizi tukaoge, endelea na funga yako, hamna wasiwasi. Wewe si ulilala kwa umefanya maksudi? Au ile umemwita aje? Unasema yule nimemwita aje maksudi, nimemwomba Mungu. Kama ulikuwa na rosto ukaomba Mungu ndio umefanya maksudi, lakini ile imetokea ni mtihani, funga iharibiki kwa kuota mchana. Hata kama ulilala ukaamka ukaenda kuoga, kuja kulala tena imo tena, funga iko tu, haina wasiwasi, hata ikiwa mara 10. Na kuna watu wengine wanaharibu baadhi ya majambo kwa kuzingatia idadi, kama kwenye ndoa. Mwaka wa 10 kuna ndoa tena, hamji kwa chumvi wala kwa sukari, ndoa ipo. Sio wa 10, hata ungekuwa mwaka wa 1500. Si unaeleweka? Hatutaki kwenda. Wa amma man la yaqdiru ala sawmi, ama yule ambaye hawezi kufunga aslan kabisa, au ama si kwamba hawezi, la uswama, kama atajaribu kufunga, la adharra bihi, atateseka kwa sababu ya funga hiyo. Babu sababia la adharra bihi, atateseka kwa sababu ya funga hiyo, tena dhararan, atajipatishia, atajisababishia madhara hasa makubwa. Lakini ghaira muhtamiri, sio yule ambaye mwenye kutiliwa wasiwasi likibari, kwa uzee wake, kwa maana ya kwamba laiti si uzee angeweza. Tatizo hapa nini? Uzee, ambayo tutamueleza. Ikiwa hivyo basi, ana taratibu zake maisha yote yaliyosalia kuanzia kwenye ukongwe pale, fanyaje, lakini anakula, tutasema huko mbele. Au maradhin, anatakiwa ghaira muhtamilin likibari, sio yule ambaye mwenye kushukiwa na awe huyo mfungaji, asiwe ni mwenye kushukiwa na tatizo la utu uzima, ukongwe, au maradhin, ama nini, ana ugonjwa. Ugonjwa gani? La yurja bur'u, hautegemewi kupona kwake. Mwingine anaumwa ugonjwa alionao, hatutegemei atafanyaje, atapona. Watu kama hawa tunasema fala yajibu alaihi sawmu, funga kwake sio lazima. Naam, ndio sio lazima, ndio tunafanyaje? Yalzamuhu, iki kibabu ama kibibi ama huyo mgonjwa, yalzamuhu, kitakacho mlazimu yeye. Manake tunafasiri kwa istikbali, tunatoka katika funga, si ndio? Kitakacho mlazimu yeye, maana yake sio funga tena. Kitakacho mlazimu yeye, an kulli yaumin, badala ya kila siku moja, kwa nafasi ya kila siku aliyotakiwa kufunga, muddun, atoe kibaba kimoja. Sawa muddun, atoe nini? Kibaba kimoja cha chakula, sio kibaba unampa mtu kopo, kibaba cha msosi, kikongwe hicho. Ama mwenye maradhi yasiyotarajiwa kufanyaje?
Mwenye malaria atakuja kulipa baadaye. Tunamzungumzia huyu maradhi yake hayatarajiwi kupona, ama hiki ni kizee, hatutarajii kwamba atapata nafuu siku aweze kufunga. Hawa moja kwa moja wajibu wafunga kwao unakuwa umefanyaje? Umeshakufa. Wanaingia moja kwa moja kwenye nini? Una vidonda vya tumbo vyenye kukushika kisawasawa, chronic. Wewe tena habari ya funga kwako imekufa. Kila siku moja ni kibaba, kila siku moja ni kibaba. Sawa eh? Kibaba asili ya pishi, yani kibaba, pishi moja ni vibaba vinne. Pishi moja ina vibaba vingapi? Vinne. Sasa pishi moja ni kilo 2.5 na kidogo. Narudia, pishi moja ni kilo 2.5 na kidogo na nyongeza jafna. Ulamaa katika kujitoa na mashaka wakasema tuondoe wasiwasi, ile kidogo tumalizie kona, kilo 2.5. Sasa kilo 2.5 ukitaka kuipata kibaba, maana yake 2.5 gawa kwa 4, si ndio eh? Kwa itazidi, tukiweka nusu na robo inazidi ni nyingi, kwa sababu nusu na robo mara 4 ni kilo 3 tayari. Maana nusu kama na vijiko 6-7 hivi. Ila ukitaka ujitoe mashaka katika masala ya kutoa haya, nyongeza inaruhusiwa, waweza ukaweka nusu na robo ala al-ihtimali, ala al-ihtiyati, afwa, ala al-ihtiyati. Unajitoa na nini? Mashaka. Nusu na robo ndio kibaba hicho, lakini hiyo nusu na robo ni nyingi, ni nusu na kidogo tu, hata robo haifiki. Tunaweza tukasema ni nusu na nusu ya robo, si ndivyo? Nusu na nini? Siku hizi wamebuni, ipo nusu ya robo na ipo robo ya robo. Kuna mwogo sukari, kuna majani ya chai, si kuna nini? Kwa hiyo ndio kibaba. Kwa hiyo mtu akigawa kwa usawa kilo 2.5, maana yake ametoa kwa ajili ya siku ngapi? 4. Sio, nimeeleweka hapo? Na hiyo mudu wenye kasema min ta'amin, inayotokana na chakula kinacholiwa katika mji wako. Tunamaliza na hiyo fil asahi, katika kauli yenye nguvu zaidi ipo fatwa ambayo ameitaja pia Sheikh Muhammad Saleh al-Uthaymeen na Ibn Taymiyyah, kwamba ipo ile inatakiwa ukitoa chakula basi la budda min idami. Ibn Taymiyyah akapita hivyo na Sheikh Muhammad Saleh al-Uthaymeen, ukitoa chakula fala budda min idami, lazima iwe na kitoeleo chake, hawezi kwenda kutafuna kama karanga ama mboga yake. Lakini ipo njia nyingine zimetajwa karibuni 3 ya kuongeza vipimo vya chakula yako, kisha kila siku ima kwenye futari ima kwenye daku ukaalika mtu mmoja chakula ili ashibe ushibaji wa kawaida, sio ile ya kushiba mtu mpaka anashindwa kupumua, macho yamemtoka. Kushiba ushibaji wa kawaida au daku ukampa, hiki ndio chakula nani? Mtu mmoja, ambacho tayari kishaandaliwa, kama ni wali na kitoeleo chake, pia unakuwa umewidi. Naeleweka mwe? Na hii atafanya inkana musiran, sio hivyo inkana, akiwa yuna uwezo wa kutekeleza hilo. Musiran, ana uwezo wa kufanya hilo. Lakini falau kana musiran, kuna kwa wao na aini, ikiwa musiran bil wawi, maana yake yuna uwezo. Musiran na maana kakwama mpaka difu. Falau kana musiran, kama alikuwa ngoma ngumu, ina maana anakula lakini hata hicho kibaba pa kukipata hajui hicho kibabu hapa, huyo mgonjwa anafanyaje?
falau kana musiran, kama alikuwa hana uwezo wa kufanya hivyo. Lini? Hina idhin, kipindi hicho cha Ramadhani hicho, yani kipindi kile cha Ramadhani uwezo wa kutekeleza hana. Sawa sawa, thumma, kisha siku